Huenda umekuwa ukimwomba sana Mungu na umekuwa ukitamani sana kuweza kuona malaika, lakini haujawahi kuwaona, lakini unashindwa kuona malaika. Leo nitakuonyesha mambo makubwa matano marahisi ambayo ukishayafanya hayo utaanza kuona malaika mara moja. Maana kuona malaika sio kazi sana kama tulivyoambiwa. Sio kazi sana kama watu wengine wanavyofikiri. Watu wanafunga sana, watu wanashinda njaa, watu wanajitesa wakiwa wanaamini kwamba kwa namna hiyo wanaweza wakaona malaika. Lakini leo nitakutajia vitu vikubwa vitano vyepesi sana ambapo ukivifanya hivyo utaanza kuona malaika kwa urahisi sana. Na kaa mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuombea Mungu aweze kukupa neema ya kuweza kuona malaika. Sasa napokwenda kuonyesha mambo haya matano, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Jambo la kwanza utakaoweza kulifanya ili kuweza kuona malaika ni kuomba ama kusali kwa bidii. Ninaomba unisikize kwa makini sana. Watu wengi tunasali mahali hapa lakini hatusali kwa bidii. Kwenye kile kitabu cha Danieli ile sura ya 10 na ule mstari wa 12 inatuonyesha kwamba Danieli aliomba kwa muda wa siku 21 na alipoomba kwa muda wa siku 21 malaika Gabrieli akatuma kwake. Danieli asingekuwa muombaji, malaika Gabrieli asingetuma kwake. Watu wengi ambao tuko mahali hapa sio waombaji, lakini tunatamani kuona malaika. Kama unatamani kuweza kuona malaika, lazima uwe muombaji sana. Lazima uwe na tabia ya kuomba mara kwa mara. Lazima uwe na tabia ya kukaa kwenye maombi sana. Ukiwa mtu wa maombi sana, malaika watakuwa wanakuwa assigned kwako. Malaika watakuwa wanatumwa kwako kwa ajili ya kufanya vitu mbalimbali, kwa sababu malaika wanavutwa na maombi. Malaika huwa wanapendelea maombi, kwa sababu unapokuwa unafanya maombi unakuwa unapeleka mahitaji mbele za Mungu, na unapopeleka mahitaji mbele za Mungu, basi Mungu naye atakuwa anatumia malaika ili kurudisha majibu kwako. Na kufanya hivyo utakuwa unaona malaika. Malaika kwako itakuwa ni kitu cha kawaida sana. Malaika kwako itakuwa sio kitu cha kushangaza. Unajua watu wanafikiri kwamba malaika labda tuwezi kuona malaika, mimi sisai kuona malaika. No, malaika yuko chini yako wewe katika ulimwengu wa kiroho. Malaika wewe una mamlaka kuzidi malaika, na ndio maana wewe unaweza ukawatuma malaika waweze kufanyia kazi mbalimbali kwenye maisha yako. Unaweza ukawatuma malaika waweke ulinzi kwenye biashara yako. Unaweza ukawatuma malaika wamponye mtu fulani. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho Mungu amekupa mamlaka zaidi ya yale aliyowapa malaika, na ndio maana Biblia inasema kwamba umetufanya kuwa punde kidogo kuliko ukuu wako. Leo unatamani kuona malaika, kuwa ni mtu wa kuomba sana kwa bidii. Ukiwa ni mtu wa kuomba sana kwa bidii, utaanza kuona malaika sana. Jambo la pili rahisi sana ambalo linaweza kufanya uweze kuona malaika ni kuwakaribisha watu kwa upendo, kwa sababu huwezi kujua ni nani ambaye ametumwa kwenye maisha yako. Huwezi kujua huyo aliyekuja ni mtu ama ni malaika. Na ndio maana kwenye kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 18 na ule mstari wa 2, Biblia inasema kwamba watu watatu walienda kwa Ibrahimu, na Ibrahimu akawakaribisha vizuri. Alivyowakaribisha, baadaye anakuja kugundua kwamba wale watu sio watu wa kawaida, walikuwa ni malaika. Ibrahimu aliwakaribisha watu, na Ibrahimu alikuwa amekaa tu nje ya nyumba yake. Alikuwa amekaa tu nje ya nyumba yake anakula upepo. Ibrahimu yuko pale anapunga upepo, anashangaa kuna watu watatu wametokea mbele yake. Alivyowakaribisha ndani, baadaye ndo malaika mmoja anakuja kumwambia, panapo majira mwakani kama haya mkeo Sara atapata mimba, na wakuja kustuka, kumbe hawa ni malaika. Unaona, aliwakaribisha malaika bila kujua. Ndio maana maandiko yanatuambia katika kile kitabu cha Ibrania kwamba wakarimuni wageni wenu, kwa sababu kwa namna hii kuna watu wamekaribisha malaika bila wao kujua. Unatamani kuona malaika? Je, unajuaje kwamba huyo kichamba anapita hapo kila siku mtani kwenu ni malaika? Unajuaje? Unajuaje kwamba huyo mtu anayekuja kila siku zoa hapo uchafu nyumbani kwako ni malaika? Unajuaje? Lakini kwa sababu haujamkaribisha huwezi kujua. Kumbe ili kuweza kuona malaika ambao wanakuja wamejificha kwenye miili ya watu, lazima uwe na tabia kuwakarimu wageni. Uwe na wakarimu watu unaowajua na watu usiowajua. Uwe wote unawatreat equally. Usiona chagua unamtreat huyu vizuri, huyu unamtreat vibaya. Kwa namna hiyo utapishana baraka zako na hutaweza kuona malaika. Kwa sababu malaika pia muda mwingine huwa wanakuja kama watu. Ndio maana pia hata katika kile kitabu cha Mwanzo unaona pia katika habari ya Lutu. Lutu aliwakaribisha malaika bila kujua. Kuna watu wengine walikuwa wanajua wale watu ni watu wa kawaida. Wale watu walipo katika ule mji wa Sodoma na Gomora walikuwa wanajua kabisa wale waliokuja ni watu wa kawaida. Na ndio maana wakawa wanataka kulala nao. Lakini Lutu kwa sababu alikuwa ni mkarimu, akawakarimu wale wageni, akawakaribisha. Baada ya kuwakaribisha, ndio anakuja kugundua kwamba baadaye kumbe walikuwa ni malaika. Ndio maana wale malaika wanamwambia kwamba ondoka, Bwana atakuja kuangamiza huu mji muda sio mrefu. Ndio jamaa Lutu anakuja kustuka, kumbe walikuwa ni malaika, kumbe walikuwa sio watu wa kawaida. Kumbe kuna muda kuna watu wanakuja kama watu wa kawaida kwenye maisha yetu. Tunajua ni watu wa kawaida, tunajua ni vichaa, tunajua ni watu wasiofaa. Kumbe hawa watu ni malaika. So ukitaka kuweza kuona malaika pia jifunze kuwakarimu watu. Sasa jambo la tatu na rahisi sana ambalo unaweza kulifanya ili kuweza kuona malaika ni kuwa mtu wa kupambana vita vya kiroho mara kwa mara. Kitabu kile cha Yoshua sura ya 5 na ule mstari wa 14 inasema, mimi ni mkuu wa jeshi la Bwana, sasa nimekuja. Yoshua alikuwa anapigana vita. Yoshua alikuwa yuko katika hali ya vita na malaika wakaja kumsaidia. Malaika akaja kumsaidia. Ninaomba nisikilize kwa makini sana. Hauwezi ukaona malaika kama hauko katika hali ya vita, kwa sababu kuna malaika wengine ni special kwa ajili ya kupigana vita. Watakujaje kwako malaika wa namna hii? Utawaonaje kwako malaika wa namna hii kama wewe sio mtu wa kupigana vita? Lazima uwe ni mtu ambaye unaingia kwenye maombi ya vita, unavunja maagano ya kifamilia, unavunja maagano ya ukoo,
unavunja vile vitu ambavyo vinasumbua kwenye kazi yako, kwa sababu watu wengi sana mko mahali hapa mnatamani kuona malaika, lakini sio watu wa kupambana. Kuna muda yale maombi ya kawaida hayawezi kukufanya uweze kuona malaika. Kuna muda ili kuweza kuona malaika lazima malaika ukute wewe unapambana, lazima malaika ukute wewe unaweka mambo sawa, ndipo malaika na wenyewe waje kukusaidia. Na ndio maana kuna aina nyingi za malaika. Kuna malaika anaitwa malaika Mikaeli. Malaika Mikaeli huyu ni kwa ajili ya kupambana vita, lakini kuna malaika anaitwa malaika Gabrieli. Malaika Gabrieli huyu yupo kwa ajili ya kuleta message, kwa ajili ya kuleta ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Na pia kuna malaika anaitwa Rafaeli. Malaika Rafaeli huyu yupo kwa ajili ya kuponya watu. Kwa hiyo kila malaika ana kazi tofauti tofauti, na ukitaka kuweza kuona malaika lazima ujue kwamba unasimama upande gani. Lazima ujue kwamba hichi ninachokifanya, je, kuna malaika ambaye anafanya kazi kama hii? Je, kuna malaika ambaye anaweza kaniback up nikiwa nafanya hichi? Kwa hiyo ili kuweza kuona malaika lazima uwe ni mtu wa maombi ya kuvunja, lazima uwe ni mtu wa kupambana, kwa sababu kuna muda unapokuwa unafanya maombi ya vita sana, vita huwa inakuwa ni kali sana, na vita ile hauwezi kupambana peke yako. Mungu anakuletea msaada wa malaika ili malaika waweze kukusaidia. Leroboshaka taya mande lebakuta. Asante Roho Mtakatifu. Na ndio maana unaona hata kuna kipindi Musa alikuwa katika ile nchi ya Misri, kwa sababu Israeli ilikuwa inapigana na Misri. Misri ilikuwa haitaki kuiachia Israeli. Mungu akatuma malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana akaenda akaanza kupiga kila mzaliwa wa kwanza wa Farao. Nasikia upako wa malaika tayari. Rakatoya manda rabashaka. Kumbe kuna nyakati ambazo unatakiwa uwe ni mtu ambaye unakaa katika atmosphere fulani ya vita, uwe unakaa katika atmosphere fulani ya kupambana, uwe unakaa katika atmosphere fulani ya malaika ili kuweza kuona malaika. Usipokuwa mtu wa vita, usipokuwa ni mtu wa kuomba maombi ya vita mara kwa mara, mtu wa kupigana kwa niaba ya familia yako, mtu wa kupigana kwa niaba ya ukoo wako, hauwezi ukaona malaika. Na jambo la nne litakalo kusaidia kuweza kuona malaika ni kuwa safi moyoni na kutembea katika utakatifu. Malaika kwa sababu wanakaa karibu na Mungu, wanakaa karibu na uwepo wa Mungu, malaika ni watakatifu. Kwa hiyo ili na wewe uweze kuona malaika kwa urahisi, lazima uwe na tabia za kiungu ndani yako. Lazima uwe na ile hali ya utakatifu ndani yako. Ile hali ya utakatifu itavutia malaika waweze kuja kwenye maisha yako. Uweze kuona malaika wakifanya kazi na wewe. Uweze kuona malaika wakitembea pamoja na wewe. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 1 na ule mstari wa 28 tunaona malaika Gabrieli anaenda kwa Mariamu. Kwa nini malaika Gabrieli alimtokea Mariamu? Kwa sababu Mariamu alikuwa ni binti bikra. Alikuwa ni binti ambaye hajawahi kutembea na mwanaume yote. Huenda kipindi hicho kulikuwa na mabinti wengi sana, lakini kwa sababu walikuwa ni wachafu, walikuwa sio wasafi wa moyo, walikuwa tembea katika hali ya utakatifu. Na ndio maana Mariamu akapata kibali cha kuweza kuongea na malaika na cha kumzaa Yesu. Kumbe kuna muda ili kuweza kupata kibali cha kuweza kuona malaika, lazima ujifunze kukaa katika hali ya usafi. Lazima ukae katika ile hali ya usafi wa moyo ili uweze kuona malaika kwa urahisi. Ni rahisi sana. Jifunze kukaa katika hali ya utakatifu. Epuka mawazo mabaya ndani yako, epuka mawazo machafu. Mwambie Mungu, naomba unisaidie niweze kukaa katika hali ya utakatifu. Maana kukaa katika hali ya utakatifu sio rahisi katika hali ya kawaida, lakini ukimwambia Mungu akusaidie, unaweza ukakaa katika hali ya utakatifu na Mungu wa mbinguni akakusaidia. Sasa napokwenda kuonyesha jambo la 5 la kufanya ili kuweza kuona malaika kwa urahisi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Kama umebarikiwa na video hii mpaka tulipofika, basi unaweza ukalike mahali pale. Jambo la 5 ambalo linaweza kukufanya uweze kuona malaika kwa urahisi ni kusimama imara wakati wa hatari. Ninaomba unisikilize. Kuna muda hatari ambazo zinakuja kwenye maisha yako haziji kwa ajili ya kuangamiza, ila kuna hatari ambazo Mungu anaziruhusu kwenye maisha yako ili uweze kukua kiroho, ili uweze kuona malaika, ili malaika waweze kumanifest kwenye maisha yako, ili malaika uweze kuwaona katika hali ya kawaida, ili malaika waweze kutokea na uweze kuwaona. Ndio maana katika kile kitabu cha Danieli sura ya 6 na mstari wa 22, Danieli anasema kwamba Mungu wangu aliwatuma malaika zake wakawafunga midomo simba. Unaona, Danieli aliweza kuona malaika ni kwa sababu alikuwa katika hatari. Kumbe kuna muda mwingine tunaingia katika hatari fulani kwa sababu malaika wanatamani kujifunua kwenye maisha yetu. Mungu anatamani kuwafunua malaika kwenye maisha yetu. Ukiwa ni mtu wa kukimbia hatari, ukiwa ni mtu wa kukimbia majaribu, ukiwa ni mtu wa kukimbia changamoto, hauwezi ukaja kuwaona malaika. Lakini kuna hatari zingine ambazo zinakuja kwenye maisha yetu, zinakuja ili Mungu aweze kujifunua, ili Mungu aweze kutuma malaika zake waweze kutuokoa. Na ndio maana Petro anasema kwamba ndugu zangu, furahini mnapoingia katika majaribu. Mimi nawaambia wafurahie kipindi wanachoingia katika majaribu, kwa sababu muda mwingine majaribu yapo pale kwa ajili ya kukujenga, yako pale kwa ajili ya kukuinua. Majaribu yanafanya malaika wawe karibu na maisha yako. Ndio maana hata Shadraka, Meshaki na Abednego walipotupiwa kwenye moto, ilionekana mtu wa 4, na yule mtu wa 4 alikuwa anafanana kama mwana wa miungu. Unaona, malaika alitokea kwenye tanuru la moto la Shadraka, Meshaki na Abednego walipokuwa wametupiwa. Ina maana malaika asingeonekana, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego wasingemuona malaika kama wasingekuwa wanapita katika lile jaribu la moto, kama wasingekuwa wametupiwa kwenye tanuru la moto. Haishii hapo tu, radobo shaka taya mande lebakuta. Tunaona hata Petro alipokuwa amefungwa katika gereza, maandiko yananiambia kwamba malaika akampiga ubavu Petro. Petro akaamka, malaika akamwambia funga mshipi wako, ondoka. Unaona, malaika alikuja kumwokoa Petro alipokuwa gerezani. Ina maana Petro asingekuwa gerezani, Petro asingeona malaika. Kumbe kuna muda tunapitia katika changamoto fulani, ni kwa sababu Mungu anataka tupeleke kwenye kiwango fulani cha utukufu. Mungu anataka kutuinua kutoka katika stage moja maisha yetu kwenda kwenye stage nyingine. Mungu anataka kutufungua macho yetu.
Oh, ninasikia moto mkali sana ndani yangu, wana wa Mungu, nasikia moto mkali ndani yangu, na muda huu nasikia Roho Mtakatifu ananiambia ndani yangu niweze kukuombea uweze kupata neema ya kuweza kuona malaika. Hebu chukua mkono wako wa kulia na uweke kwenye kichwa chako niweze kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu wa mbinguni, naachilia neema na kibali chako kuanzia sasa. Baba, ninaomba watu wako Bwana wakaanze kuona malaika kuanzia sasa. Mando robo shaka taya mande ribakaya. Lirokutu robo saka taya mande ribo shaka taya manda rabakato robo saka taya. Baba, naachilia neema ndani yao, naachilia grace ndani yao. Bwana wakaanze kuona malaika, Bwana wakaanze kuencounter malaika kuanzia sasa. Mande rekato robosha. Oh Yesu, ninaombea kuanzia sasa Bwana neema yako kuanzia sasa. Ninaombea upako wako na nguvu zako. Bwana wakapate kuanza kuona malaika kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Ombi haya mwana wa Mungu, ninakuhakikishia utaanza kuona malaika. Kuna wengine mtaanza kuona malaika kwenye ndoto zenu. Kuna wengine mtaanza kuona malaika kwenye maono yenu. Mtaanza kuona malaika sehemu mbalimbali. Kama umejifunza kitu kikubwa sana kupitia video hii, ninaomba uniandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu kikubwa sana leo. Na kama uko na sadaka yako, natamani uweze kujiungamanisha na upako huu wa malaika, natamani uweze kujiungamanisha na maombi haya ya malaika, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yetu. Na utakapokuwa unafanya hivyo, ninaachilia neema ya kuona malaika ndani yako kuanzia sasa. Mungu aguse macho yako ya kiroho. Mungu akupe upako utakaovutia malaika kwenye maisha yako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Na kama pia unatamani kuweza kufika kanisani kwetu uweze kuabudu pamoja na sisi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa chini wa kulia wa screen yako. Na muda huu tumefikia mwisho wa somo hili. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya ya malaika uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii na umebarikiwa mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deus Sengo. Amen. Shalom. Peace.